Shalom, shalom, wana wa Mungu aliye hai. Nina wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Nina ushuhuda ambao nahitaji tushare kwa pamoja. Sasa ni kwa wakati na kwa nyakati hizi tulizonazo za siku za mwisho ambazo tunautazamia unyakuo. Binafsi nimekuwa na fuatilia sana vipindi ambavyo vinapostiwa mtandaoni, hususan vile ambavyo vilikuwa vinalenga tarehe 23 kwamba inasemekana inawezekana ikawa ni tarehe za unyakuo. Nasi siku sita kuitikia juu ya hilo. Kama mchungaji niliingia kwenye maombi ya utakaso kwa moyo wa dhati kabisa, kwa kuwa Biblia inatusihi kwamba tuamini yote pia. Kwa kuwa niliona nikiamini nikajitakasa sitakuwa na hasara yoyote, lakini kama sitaamini na kutokujitakasa, endapo ikatokea, basi itakuwa ni hasara kwangu. Kwa hiyo niliingia kwenye maombi ya utakaso, lakini nikiwa kwenye maombi ya utakaso kuna vitu ambavyo Mungu alinionyesha nikiwa kwenye maombi hayo. Kuna vitu nilianza kuviona ambavyo nataka tushare, alafu pia tunaweza tukajaribu kuvitafsiri kwa pamoja. Yamkini pengine mimi nilivyovitafsiri ikawezekana nikatafsiri kwa tafsiri ambayo ya kiwango cha chini, kulingana na wewe utakavyovisikia na ukavitafsiri ukapata tafsiri nzuri zaidi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nilikiona kabla ya ile tarehe 23, niliona kuna mwewe ambaye ni aina ya kipanga. Alikuwa yuko juu sana, lakini chini palikuwa pana kuku yuko na vifaranga. Yule mwewe alishuka kwa kasi kana kwamba anakuja kunyakua vile vifaranga, lakini alipofika akavikosa kwenye ile spidi yake, akavikosa kuvinyakua. Akarudi kwa mara ya pili tena akafanya hivyo, akavikosa tena. Akarudi kwa mara ya tatu, akajaribu tena hivyo, akavikosa. Akapotelea huko angani. Hiyo ikawa imepita, lakini siku ile ya tarehe 23 yenyewe ya huu mwezi wa 9, nikaona wakati niko kwenye usingizi nimelala, nikaona kuna mwanga mkubwa umeimulika dunia, alafu ule mwanga ukazima ghafla, na ile dunia ikawa na giza ambalo huwezi ukaona kitu chochote ndani yake. Hiyo ikawa haina sauti wala kitu chochote, lakini nikawa nimeona hiyo ishara, ikawa imeondoka hiyo ishara. Na baada ya hapo sasa, ninachohitaji tushare sana ni hiki ambacho nimekiona tarehe 25 usiku wa kuamkia tarehe 26. Hiki niliona, niko kwenye ndoto usiku, tuko na kundi la watu kama 4 hivi tunatembea, lakini katikati ya lile kundi alikuwepo mkuu ambaye anatuongoza, ambaye alikuwepo mkono wangu wa kulia, ambaye ndio alikuwa anaongoza ule msafara wetu. Tukawa tunatembea kwenye barabara sio pana sana, ya wastani, tukawa tunaelekea upande wa magharibi, tukawa tunatembea, lakini ghafla mbele yetu tukatokea kuna njia panda ambayo ikawa imeenda upande wa kaskazini na upande wa kusini, lakini ukiivuka hiyo barabara kuelekea huku upande wa magharibi, mbele yetu sasa ukawa kuna ukuta mkubwa sana ambao ni fensi, ambayo ile fensi ilinistajabisha sana kwa kuitazama. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wamesimama, yani kana kwamba ukiwatazama ni kama picha ambazo zimechorwa ukutani, yani kama picha tu zimesimama zimechorwa ukutani, lakini walikuwa ni watu halisi, walikuwa
wamekaa kwenye ustandard fulani ambao ni kama maaskari, lakini hawatikisiki wala hafanyi chochote. Kwa hiyo kwa muonekano huo wakaonekana kama picha fulani, lakini yule mkuu wa kile kikosi ambacho tulikuwa nacho akatambulisha juu ya wale watu ambao wanaonekana kwenye ule ukuta, akasema hawa ni watu wa asili, ni wana wa ufalme wa asili. Akawatambulisha kwamba ni wana wa ufalme wa asili. Baada ya hapo nikaona kumbe ni watu tu ambao wako hai ila wamesimama katika ustandard fulani. Baada ya hapo ule ukuta tukawa kama tunaelekea sasa mkono wa kaskazini, tunaifuata hii barabara ambayo ni junction sasa, lakini mtazamo wa wale watu ambao ni wana wa ufalme wa asili ulikuwa wamekaza macho kutuelekea kana kwamba wanatupokea, yani wamekaa katika mkao wa kutupokea sisi. Wakati tunaendelea mbele sasa, nikaona ile fence ikaanza kuonyeshwa kwa ndani, naona kwa ndani ya ile fence kule nikaona makundi ya watu yako kwenye makundi ya aina kama 3. Kundi la kwanza lilionekana ni hawa ambao huyu mkuu wa kikosi chetu aliwatambulisha kwamba ni wana wa ufalme wa asili, na kundi la pili vile vile likaonekana ni hawa wa wana wa ufalme wa asili. Nikawa naona, lakini wote nyuso zao ziko kwenye matazamio kama wana tayari kwa ajili ya kutupokea sisi, ila wamekaa katika ustandard fulani, lakini nyuso zao wamezikaza kuelekea kwetu. Baada ya hapo sasa, nyuma yao huku kulikuwa kitu kama ukumbi mkubwa ambao kwa kweli ulikuwa ni ukumbi wa kustajabisha sana, ndani ya hiyo fence, kama ukumbi wa kustajabisha ambao yani hata siwezi kuelezea, lakini kulikuwa na watu ambao wameketi kwenye viti, ambao sasa huyu mkuu wa hiki kikosi ambaye tumeongozana naye aliwatambulisha kwetu, akasema hawa nao ni wana wa ufalme, lakini wao hakuwawekea kwenye kundi la asili, akasema hawa ni wana wa ufalme ambao ni wageni wa aliko ambao tayari wameshaingia kwenye huu ufalme. Baada ya hapo sasa tukawa tunaendelea kutembea, lakini na wenyewe sasa hawa ambao ni wageni wa aliko ambao tayari wameshaingia wapo hapa kwenye hivi viti, matazamio yao sasa nikaona na wenyewe wamekaza macho kwetu kana kwamba tayari kwa ajili ya kutupokea sisi. Lakini huyu ambaye tulikuwa tumeambata naye, huyu mkuu wa kikosi chetu, yeye alichokifanya akawapungia mkono wale kwamba sio wakati wa kutupokea sisi, kwanza wasubiri kwanza, yani kama akawastopisha kwamba wasitupokee sisi. Na baada ya hapo basi tukakuta upande huu wa kusini tunapotoka, huu ukuta ulikuwa hauna mwisho, hauonekani mwisho, lakini upande huu wa kaskazini tunakoelekea, basi ukuta huu ulikuwa ni mfupi. Tukajikuta tumefika pembezoni kwenye ukuta, tukazunguka mkono wetu wa kulia kuelekea upande huu wa magharibi, ambako sasa huku tukatembea kitambo kifupi tu, tukawa tunaelekea ni kama mwishoni mwa huu ukuta. Kaonekana kuna kimlango kidogo mkono wetu wa kulia huku, kipo kidogo kimlango pale. Sasa huyu mkuu wa hiki kikosi ambaye tumeongozana, ambaye ndiye anayetuongoza kwenye kikosi, akasema sasa muda umefika tayari sisi kuingia kwenye ufalme, ni muda wa kuingia kwenye ufalme. Tukakaribia karibu na ule mlango, lakini wale ambao ni waaliko ambao walikuwa kule ndani, nikapewa picha na waona sasa ni wameinuka kwenye viti vyao, wanakuja upande wa huku mlangoni ambako sisi tupo, lakini huku kukawa kuna meza ambayo ile meza ni kama meza ya chakula sasa kimeandaliwa pale. Sasa hawa tayari wenyewe kwenda kuchukua chakula pale, na sisi huku tayari tukawa tumekaribia mlangoni sasa tuanze kuingia. Nikajikuta basi ile ndoto imekata, na baada ya kukata ile ndoto sasa nikaanza kumuuliza Mungu, hii nini maana yake? Ndipo nikawa nasemeshwa sasa ndani yangu kwamba yule kipanga uliyemuona kule ni ishara pia ya unyakuo, kama ulivyoona nashuka kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili na kwa mara ya tatu.
Vyote hivi akawa ananipa picha kwamba watumishi wengi wametabiri ujio wa kuja kwa Kristo. Haya yalikuwa kama malango walivyokuwa natabiri kuanzia tarehe 23, tarehe 24, tarehe 25. Yalikuwa kama malango yale ulivyoona yule kipanga anashuka kwa mara ya kwanza anakosa, anashuka kwa mara ya pili anakosa, anashuka kwa mara ya tatu anakosa. Kwa hiyo hizi ni zile jumbe ambazo walikuwa wanazitoa, zote zimekosa unyakuo. Lakini pia akawa ananielekeza kitu kingine kwamba kwa nini tumepitiliza pale kwenye haya malango ya huku mwanzoni ambako walikuwa wamekaa wale wana wa ufalme wa ile ndoto. Sasa nikaanza kumuuliza Mungu, hii nini maana yake? Ndipo nikawa nasemeshwa sasa ndani yangu kwamba yule kipanga uliyemuona kule ni ishara pia ya unyakuo, kama ulivyoona anashuka kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili na kwa mara ya tatu. Vyote hivi akawa ananipa picha kwamba watumishi wengi wametabiri ujio wa kuja kwa Kristo. Haya yalikuwa kama malango walivyokuwa natabiri kuanzia tarehe 23, tarehe 24, tarehe 25. Yalikuwa kama malango yale ulivyoona yule kipanga anashuka kwa mara ya kwanza anakosa, anashuka kwa mara ya pili anakosa, anashuka kwa mara ya tatu anakosa. Kwa hiyo hizi ni zile jumbe ambazo walikuwa wanazitoa, zote zimekosa unyakuo. Lakini pia akawa ananielekeza kitu kingine kwamba kwa nini tumepitiliza pale kwenye haya malango ya huku mwanzoni ambako walikuwa wamekaa wale wana wa ufalme wa asili, ndiko kulikotakiwa tuingilie. Lakini kwa nini hatukuingilia? Lengo lake lilikuwa ni kwamba wale wageni waalikwa ambao wamekaa kule kwenye viti wasimame, wawe wanaelekea upande wa chakula, ili sisi tunapoingia basi tusikae kwenye viti, tuwe tunapanga foleni moja kwa moja ya kuelekea kwenye meza ya chakula. Ndio maana tumepitiliza kwa muda huu mfupi kuzunguka, ili tuende tuingilie mlango wa kule karibu na kwenye meza ya chakula, ili tunapoingia tunaenda moja kwa moja kwenye chakula ambacho kimeandaliwa kwenye ule ukumbi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mwenzangu ambaye nahitaji tushare pamoja, wewe ambaye umo kwenye matazamio ya unyakuo, wewe ambaye upo kwenye utakaso unatazamia unyakuo, napenda nikutie moyo kwamba Bwana ameendelea kunisemesha sasa. Ananiambia kwamba wengi wanadhani kwamba hizi jumbe ambazo watu wanazituma ni kana kwamba wanaigiza tu, lakini zina uhalisi ndani. Ila kwa nini haijatokea tarehe 23 na tarehe 24 na tarehe 25 ambazo zilikuwa kama zimesemwa, ni kama jumbe, ni kama nabii zilikuwa zinaangukia humo? Anasema ni kwa sababu macho ya watu wengi walikuwa wametazamia hapo, lakini Mungu ili aweze kulitimiza lile andiko linalosema ya kwamba hakuna ajuaye siku wala saa, basi hawezi kufanya unyakuo kwenye matazamio ya wanadamu kama vile walivyotazamia. Ni kweli nabii zinaweza zikaangukia hapo, lakini unyakuo hauwezi ukaangukia hapo, kwa sababu tayari macho ya wanadamu yanakuwa tayari kama yameshajua asili ya Mungu. Kwa hiyo hawezi kufanya unyakuo kwa eneo hilo. Kwa lazima tuwe kama tunapitiliza, kama tulivyoona kule katika ulimwengu wa roho pale kwenye ule ukuta, tunapitiliza tayari pako wazi kuingia, lakini tukaonekana tunapitiliza kwenye lile eneo. Kwa hiyo hii haina maana ya kwamba kwa sababu ilionekana jumbe ama nabii zimeangukia kwenye tarehe 23, tarehe 24, tarehe 25, haina maana kwamba unyakuo haupo. Bado inatuonyesha kabisa kwamba unyakuo upo, kama vile nilivyoonyeshwa yule kipanga au aina ya mwewe anakosa vile vifaranga, anashuka tena nakosa kwa mara ya pili na kwa mara ya tatu. Kwa hii haina maana kwamba unyakuo haupo. Bado unyakuo uko mbele yetu, na kuna vitu ambavyo sasa Mungu akawa ananisemesha kwamba vitu ambavyo vinatakiwa watu waviondoe. Akasema inatakiwa watu wajitakase kwa kuondoa, yani utakaso wa mwilini na utakaso wa ndani. Utakaso wa nje akazungumzia, akanipa alama moja, ile alama ikawa imeandikwa mo. Sasa nikawa imenichanganya sana ile alama iliyoandikwa mo, nikawa naitafuta nini maana yake. Akasema watumishi wangu nyumbani mwangu wanavaa mavazi aina ya modo. Akasema waambie hawa wote wanaovaa mavazi ya aina ya modo nyumbani mwangu wataangukia hukumuni. Ilinitisha sana, kwa sababu wakati mwingine hata mimi mwenyewe nilikuwa nimo katika hayo mavazi ya aina ya modo, lakini nilikuwa sijawahi kuelewa kwamba ni mavazi ambayo yani hayastahili mbele za Mungu.
mavazi ambayo yanatoka huku ni suruali, lakini chini kule inaenda inabana, hizi ambazo wakati mwingine unakuta vijana wetu wanavaa, lakini hata watumishi wa Mungu, wachungaji, wanavaa madhabahuni. Akaniambia wengi wanaovaa mavazi ya aina hii wataangukia hukumuni. Lakini kitu kingine ambacho Mungu akawa ananipa sasa, kwamba hivi vyote ni aina ya utakaso, kwamba watu wanatakiwa waachane na hivi. Akanionyesha mtu mmoja alikuwa amekata denge, alikuwa ni rafiki yangu kwenye maisha yetu ya uko ujanani. Akanionyesha tuko katika ulimwengu wa roho, kuna watu wanatufukuza kama maaskari, wanasema kamata huyo. Sasa tukafika sehemu basi tukaachana, mimi na yeye, mimi nikaenda mkono wa kulia, yeye akaenda mkono wa kushoto. Nikaona wale maaskari hawanifuati mimi, bali wanamfuata yeye, wanasema kamata huyo. Ni kwa sababu ya vile alivyokuwa amekata zile nywele. Wakasema tazama alivyokata nywele, huyo ni mwizi, ni yeye, ni mwizi huyo. Basi wakamfukuzia, lakini ile ndoto ikawa imekata. Kwa hiyo ikawa imenifundisha hapo kwamba watu wanaonyoa denge, wenye mifumo hii kama panki, wananyoa makanisani, vitu hivi, wote hawa wataangukia hukumuni. Lakini Mungu akanipa kitu kingine ambacho kilitisha sana. Akaniletea watu watatu. Watu hawa watatu, mtu wa kwanza alikuwa ni kaka yangu mimi ambaye nimemfuata kwenye familia yetu, lakini yeye ametoka kwa mama mkubwa, lakini ni kwa mfumo wa kifamilia yetu ni kama mimi ndo nimemfuata. Lakini pia akaniletea mdogo wangu mimi ambaye amenifuata kabisa nyumba moja, mimi na mama yangu. Lakini akaniletea mtu wa tatu. Huyu alikuwa ni mwimbaji mmoja mkubwa anaitwa Boniface Mwaitege. Akawaleta, akawasimamisha mbele zangu wale watu katika ulimwengu wa roho. Akaniambia watu wa aina hii hawataingia kwenye ufalme wangu. Akasema ni kwa sababu ni watu ambao wametalakiana na wake zao. Watu waliotalakiana na wake zao wakaoa wanawake wengine hawataingia kwenye ufalme wangu. Ilinitisha sana na nikaogopa sana, kwa sababu nikikumbuka huyu kaka yangu ni mchungaji, nikikumbuka huyu mdogo wangu ni mzee wa kanisa, alafu yuko kwenye nafasi kubwa ndani ya kanisa na ni mtu muhimu sana ndani ya kanisa lile. Ilinitishia sana hili jambo, nililiogopa sana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, unayesikia ushuhuda huu, naomba ni kusihi kwamba hebu ungana na mimi kwa habari ya utakaso, ambao wakati mwingine ni utakaso wa mwilini na utakaso wa rohoni. Na watu wengi, wachungaji ndani ya makanisa, hawafundishi watu utakatifu wa mwilini wala utakatifu wanadiri sana na utakatifu wa rohoni, lakini utakatifu wa mwilini hawadiri sana kuwafundisha. Lakini Mungu ameendelea kunisemesha sana kwamba wachungaji wengi wamewarundika watu makanisani, lakini hawawaambii. Wanavaa mavazi ambayo yanabana, yanaonyesha nguo za ndani. Wachungaji hawasemi, lakini watu hawa kama wachungaji wangewaambia, basi wangekuwa tayari kubadilika. Lakini sasa wachungaji hawasemi kwa sababu wanahisi kwamba wakiongea vitu hivi, basi hao watu watawakimbia na watawaacha, basi sehemu yao ya kula itakuwa imeharibika, kwa sababu wamepata sifa, wamepata utukufu kupitia hawa watu. Kwa hiyo wachungaji wamejikuta hawawezi kukemea, kwa sababu wao watu ni kama ndio wanaowaletea riziki zao na chakula chao. Kwa hiyo wamejikuta wamekosa ujasiri wa kuwaambia ukweli. Akaniambia waambie watu wa aina hii hawataingia kwenye ufalme wangu. Kwa mpendwa msikilizaji, ninachotaka nikiseme tu, hata kwenye maombi ya Ijumaa hii tukawa tuko kwenye maombi, Yesu akashuka katikati yetu. Mtu mmoja akawa anamuona Yesu amesimama angani, akasema jamani, namuona Yesu amesimama angani, lakini amemtuma mtu katikati yetu hapa ambaye nimemwona ni kama anatuondoa vipele usoni, yani kama anawakamua watu vipele usoni. Lakini pia ikatutokea sauti ikawa inaongea, inasema naja mwana wa Adamu, naja mwana wa Adamu, tengenezeni, naja mwana wa Adamu. Maombi haya ya tarehe 26 ambayo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunaviona katika ulimwengu wa mwili, mikanganyiko mingi mitandaoni, mikanganyiko mingi katika Umoja wa Mataifa. Kuna namna nyingi ambazo zinatuonyesha ishara na ni picha ambazo mimi sihitaji nizielezee, lakini ni haya tu ambayo nataka tushare mimi na wewe kwa ajili ya kutengeneza
wakati mwingine sisi sio manabii wa kuweza kutabiri hivi, lakini ni vitu tu ambavyo vinatutokea, Mungu anatuonyesha ili tuweze kushare na wenzetu, ili tutengeneze kwa ajili ya kumpokea Yesu, ujio wa Kristo. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho namalizia hapa mwishoni, ambacho Mungu akawa amenionyesha. Kuna mama mchungaji mmoja, sitamtaja lakini kwa kuficha, kwa kuhifadhi tu, ila alikuwa ni mama mchungaji ambaye nilioneshwa, nimesafirishwa katika ulimwengu wa roho, nimeenda mpaka kanisani kwake, akawa amesimama. Sasa mama mchungaji anabishana na mume wake, nikaenda nikamshika, alikuwa amevaa wigi kichwani, niko katika ulimwengu wa ndoto, nikawa nimeshika lile wigi kichwani, nikawa naongea kwa sauti ya uchungu sana na kwa ukali sana, namkemea, namwambia, hivi wewe unajua ya kwamba hili wigi ndio linalosababisha haya yote, mapepo yanakusumbua, yanasumbua hii ndoa yako, hivi unajua? Nikawa namvuta na msukuma katika ulimwengu wa roho, yani kama kwa hasira sana, nikawa namwambia, hivi unajua haya mawigi uliyovaa, unajua haya mapambo uliyovaa ndio yanasababisha yani migogoro hii kwenye hii ndoa, hivi unajua? Nikawa namvuta kwa namna hiyo. Kwa kweli wapendwa wasikilizaji, kuna vitu vingine, wakati mwingine mimi sio msemaji sana, najaribu kujitahidi sana mimi mwenyewe binafsi nitengeneze, lakini nimeona, nimesukuma moyoni kwamba ujumbe huu, mimi sio mwepesi wa kupeleka ujumbe na sijawahi kupeleka ujumbe mtandaoni, lakini nikaona nitume huu ujumbe ili ukufikie wewe ambaye unasikia hii habari ya kwamba Yesu mwana wa Mungu yuko karibu, yuko mlangoni. Usiache kujitakasa wewe mwenye matumaini ya unyakuo. Unyakuo upo. Usione kwa sababu hiyo tarehe walizo kama walitabiri ama kama walibashiri kwa namna fulani, unaona zimepita, na nimeona jumbe zingine hapo mtandaoni zinawazihaki wale ambao walikuwa kama wanajaribu kusoma hizo kalenda za unabii na kutufafanulia ili kama kutuandaa. Wengine wamezihaki, wanasema wameaibika, lakini Mungu ameniambia kwamba hawajaaibika, zilikuwa ziko sahihi, lakini ili litimie lile andiko linalosema hakuna ajuae siku wala saa ya kuja kwa mwana wa Adamu. Kwa hiyo bado inaonyesha, bado unyakuo uko karibu sana, tofauti na vile ambavyo sisi tunafikiri na tunavyozani. Naomba ujiandae, ujitakase, ungana na mimi, nami najitahidi sana kutubu na kutengeneza ili tumlaki Yesu anapokuja. Mungu awabariki sana. Amen.